Furaha iliyoje mpendwa mtazamaji na msikilizaji wetu popote pale ambako unaendelea kutufuatilia kwa wakati huu. Nayo matumaini ya kwamba tayari umekwisha kusubscribe kwenye channel yetu, na kama bado kufanya hivyo tunakusihi mara tena kugusa kwenye kialama cha kikengele. Mtazamaji, tunakusamini mara tena kwa kuendelea kutembelea kwenye channel yetu hii ili kuendelea kupata habari ambazo zinaendelea kujiri maeneo tofauti ya kona 4 za dunia, hasa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kunaendelea kushuhudiwa hali ya mapambano kati ya vikosi vya wazalendo dhidi ya M23. Mtazamaji, ni vizuri sana wakati ambako umekwisha kufuatilia vipindi vyetu, habari pamoja na matukio, kusambazia wengine ili na wao pia waweze kufaidi kwa yale ambayo umekwisha kuyasikia. Leo wacha tukuletee habari hizi tukikutangazia moja kwa moja kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wakati huu, na tunakuletea habari kwa yale ambayo yamejiri kwa siku ya leo. Wacha tuanze na habari hizi za hali ya mapambano kati ya vikosi vya wazalendo dhidi ya M23 ambayo ilishuhudiwa siku ya tatu ya tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2025 katika maeneo ya Katana kaskazini mwa mji wa Bukavu. Habari tunazo zaeleza kwamba ni vikosi vya wazalendo vilikwenda kushambulia kwenye kambi hizo za M23 na kufaulu kushikilia katika senta ya eneo hilo la kijiji cha Katana kaskazini mwa mji wa Bukavu. Mapambano hayo yalianza asubuhi mapema hadi kufikia kwenye muda wa mchana, ambako silaha nzito zilikwenda kusikika katika mapambano hayo. Vikosi vya wazalendo viliahidi tangu tarehe 17 mwezi huu wa 6 kuanzisha mashambulizi makali ili kuhakikisha maeneo yote yanayoshikiliwa na M23 imeweza kukombolewa. Kutokana na hayo, tayari vikosi vya wazalendo vimeanza kunyakua maeneo kadhaa ambayo yameshikiliwa na M23, ikiwemo kama vile katika maeneo ya senta ya Katana. Baadhi ya raia katika maeneo hayo ya Katana waliweza kukimbilia maporini na wengine walisalia ndani ya nyumba zao kwa kuhofia usalama wao, zimearifu hivyo duru zetu za habari kutoka maeneo hayo. Na labda tukuulize mpendwa mtazamaji, je, unafikiri kwamba kauli ya vikosi vya wazalendo kwa kuja kwa kasi zaidi ili kupelekea maeneo yote yanayomilikiwa na M23 imeweza kukombolewa itaweza kukamilika? Jibu lako tunalisubiri kwenye komenti. Sambamba na habari hizo ni kwamba hali ya usalama ilikuwa yenye kuzorota kwa kiasi kikubwa ndani ya mtaa wa Bagira mjini Bukavu. Harakati za shule na harakati zingine zimeripotiwa kuzorota kwa kiasi kikubwa katika maeneo hayo, hasa pale ambako raia wa eneo hilo waliweza kujihofia kwa usalama wao. Hali ya usalama tofauti na katika maeneo hayo ya Bagira mjini Bukavu, raia wengi waliishi katika hali ya wasiwasi siku ya Ijumaa 5 ya tarehe 18 Juni 2025, zimearifu hivyo duru zetu za habari, kutokana na hali ya wasiwasi ambayo ilitanda kwa raia wa maeneo hayo. Habari hizo zilizidi kuongeza kuwa kuna baadhi ya raia wa mji wa Bukavu wa kutoka ndani ya nyumba zao kwa kuhofia usalama wao. Baraka Musombwa ni kiongozi wa shirika la raia MSCO mjini Bukavu, ameonesha kuwa wasiwasi mkubwa ulitanda katika maeneo hayo ya mji wa Bukavu kutokana na mapambano makali ambayo yalishuhudiwa mchana kutwa wa siku ya tatu ya tarehe 18 Juni 2025 katika maeneo ya Katana kati ya vikosi vya wazalendo dhidi ya M23. Baraka Musombwa anaeleza kwa machache hapa namna hali ilivyokuwa ndani ya mji wa Bukavu. Na sisi kama vile muungano wa mashirika za kiraia ya Kongo tumeona kwamba situation, yani hali ya Bukavu imekuwa kabisa ya hatari, na kwa hivyo tunaomba viongozi wote wahusike
na amani ya raia, na hao ambao wamekuwa wakileta hiyo kabisa katika huyo kata ya huko Bagira. Habari zetu na duru zetu zinatuambia kwamba imekuwa ni haya mabishano entre wanajeshi wa wazalendo pamoja na wa M23, na sisi kama vile muungano wa mashirika za kiraia ya Kongo tunaomba upande wote kupata kulinda raia pamoja na mali yao. Pendwa mtazamaji, unaendelea kufuata habari zetu kwa wakati huu kwa kupitia chaneli yako hii tunayokutangazia moja kwa moja kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuangazie habari zetu, na habari zingine hizi zaeleza kwamba waziri wa sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Constant Mutamba, amewasilisha kibarua chake cha kujiuzulu kwa wazifa wake kwake waziri mkuu Bi Judith Suminwa siku ya tatu ya tarehe 18 Juni 2025. Yote hayo yatokea kutokana na kesi ya ubadilishaji wa fedha inayomkabili waziri huyo wa zamani wa sheria hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Constant Mutamba. Mwenzetu Safari Dilwe Alimasi amepekua magazeti tofauti ya hapa nchini, na hapa ni ripoti yake. Magazeti mbalimbali nchini yamechapisha habari kuhusu kujiuzulu kwa waziri wa sheria nchini DRC. Waziri wa nchi, waziri wa sheria na mlinda mihuri Constant Mutamba alitangaza Jumanne 17 kujiuzulu kwake mbele ya rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi baada ya mahojiano ambayo yalidumu karibu saa moja, kulingana na vyanzo karibu na ikulu, limesemayo gazeti la Le Potentiel. Uamuzi huu unaonyesha mabadiliko makubwa katika mzozo wa mahakama ya kisiasa ambayo imekuwa ikitikisa serikali kwa wiki kadhaa, linabaini gazeti hili. Kulingana na vyanzo karibu na faili hizo, gazeti la lemediacongo.net linafahamisha kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikubali kujiuzulu kwa yule ambaye alikuwa chanzo cha mashtaka ya mkaguzi mkuu wa vikosi vya jeshi la jamhuri, na ambaye alipelekea kuondolewa kwa kinga za rais wa zamani wa jamhuri Joseph Kabila. Akifunguliwa kesi na mwanasheria mkuu wa serikali Firmin Mvonde na kuachwa njia panda na washirika wake wa kisiasa, waziri wa sheria Constant Mutamba anaona hatima yake imefika mwisho, limechambua gazeti la Eco News. Anafunguliwa mashtaka kwa madai ya ubadilifu wa fedha za umma. Mgombea huyo wa zamani wa urais wa mwaka 2023 anatoka katika wazifa wa waziri kupitia mlango mdogo katika hali ya mvutano mkubwa wa kisiasa na kisheria, lilikomenti hayo gazeti la Prosperite. Hakiwa sura ya vijana wa kisiasa wa Kongo, Mutamba mara kwa mara alikuwa amejionyesha na kupambana na ufisadi. Wakati alipochukua wazifa kwenye ngazi ya waziri, alipongezwa na wengi kama ishara ya generation mpya, lakini haraka sana alama za mpasuko zilionekana, limekumbusha Le Quotidien. Kielelezo cha mageuzi ya haki na fundi wa sheria Kazaku, limeandika gazeti la Info.27, waziri huyo wa zamani anaacha kazi zake baada ya muda mfupi, huku wakili Jean-Marie Kabengela anadai kesi ya zarani na ya wazi ifanyike zidi yake, limeongeza gazeti la Tabloid. Faili ya kesi yake inapaswa kutumwa ili kurekebishwa mbele ya korti ya utenguzi, imesema Congo Nouveau. Kwa upande wa gazeti la Forum des As, limeandika kuwa anguko la Mutamba lilikuwa lisiloweza kuepukika. Kutoka kwa waziri na kufuatwa kisheria, hali hii inaleta uoga na kutoa imani na idara za kiserikali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, limeandika gazeti la Le Quotidien. Waziri wa sheria aliyeteuliwa nchini DRC mnamo 2024, vinakumbusha vyombo vya habari, Mutamba aliteuliwa kuleta mageuzi makubwa katika mfumo wa kisheria wa Kongo, mradi ambao kumaliza. Ni hayo tu kama habari za kiraifana nyatuka namna hiyo kwa siku ya leo. Mpendwa mtazamaji wetu na msikilizaji, kwa wale ambao walikuwa wakisema kwamba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hakuna sheria, je, unakubaliana nayo? Kwani waziri wa sheria anafuatiliwa na sheria. Na kupitia hapo, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tumefika mwisho wa taarifa zetu hizi za siku ya leo. Tunathamini sana kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusii mara tena kusambazia wengine habari hizi ili nao waweze kufaidika. Je, upande wako unafikiri kwamba vikosi vya wazalendo vitaweza kweli kukomboa maeneo yote yanayoendelea kushikiliwa na waasi wa M23? Hatuna la ziada. Tukutanane baadaye panapo majaliwa.